amemaliza kunyonya, alikuwa anapitishiwa maziwa kwa njia ya mrija puani. Na alilala kama watoto wengine, lakini baadaye wakati wa kuamka manesi wanakuja kuendelea na matibabu mengine, walikuta mtoto tayari kashafariki. Lakini sisi tulimwacha akiwa anacheza kabisa, amelala akiwa anacheza. Sometimes hata chances za kuishi kwa watoto kama wale ni ndogo sana. Muda mwingi nilikuwa nikifuatilia watoto wenye kesi za genetics. Inawezekana. Mimi niliamini ile haliwezekani. Ndio maana niliwahi kumbatiza haraka. Wewe uliamini haiwezekani? Maana kiwango. Mtazamaji wa S500 TV, tupo na Baba Nilsa ambaye huyu ndo Simon mwenyewe, si ndio? Ndio. Bwana kiongozi, vipi? Safi bana. Bana anaitwa Simon Bryson, ni mzazi wa Nilsa Simon, mtoto mwenye changamoto ya kichwa kikubwa ambaye kwa sasa hivi hatupo naye tena. Sasa leo watu wengi wamepata taarifa leo asubuhi baada ya kusikia taarifa kwamba mtoto ametutoka, na watu wengi wamekuwa wakijiuliza, taarifa ya mwisho walipata ni kwamba mtoto aliingia Moi kwa ajili ya kufanywa matibabu. Nini ambacho kimetokea baada ya kutoka kwenye chumba cha matibabu? Mtoto alikuwa yupo, mimi ni mtu wa mwisho jana kukaa na mtoto. Jana majira ya saa ngapi? Ya saa 12 jioni. Na mtoto alikuwa na afya njema kabisa, na nilikuwa nacheza naye, lakini alinyonya, nilihakikisha paka kanyonya, nikaondoka. Alikuwa mchangamfu. Mamake alikuwepo? Alikuwepo, na baadaye nilipopewa taarifa kwamba amefariki, nilishangaa kwa sababu kwa mazingira niliyomwacha ilikuwa ni ngumu kuamini kwa haraka. Kwa hiyo ni lazimu nifike kwanza hospitali kwenda kuhakikisha je ni kweli. Ndio baada ya kufika ndo nikaona kabisa ni kweli, na ndo nikatoa taarifa kwenye ukurasa wa mtoto na ukurasa wangu pia kwamba Nilsa yule ambao ni kipenzi cha Watanzania kwa sasa hayupo tena. Uliondoka hospitalini ulimwacha na mamake? Nilimwacha na mama yake. Ulimwacha na mama yake? Ndio. Mtoto alifariki mikononi mwa mama yake? Alikuwa amelala, amemaliza kunyonya, alikuwa anapitishiwa maziwa kwa njia ya mrija puani. Kwa alivyopitishiwa, kwa kawaida mtoto akishapitishiwa vile, na ile limit ambayo aliweka watu walishe, kwa waliweka interval ya baada ya masaa fulani ndio anapata chakula. Kwa hiyo baada ya kupewa chakula ilipaswa alale pale. Na alilala kama watoto wengine, lakini baadaye wakati wa kuamka manesi wanakuja kuendelea na matibabu mengine, walikuta mtoto tayari kashafariki. Lakini sisi tulimwacha akiwa anacheza kabisa, amelala akiwa anacheza. Sometimes hata mkono wangu mimi nikimshika anakuwa anang'ang'ania. Japo tangu ananishika nilikuwa nahisi mkono wake ni wa baridi mno. Nilijua labda ana homa, lakini hakuwa na homa. Nikajua labda ni hali ya kawaida kwa sababu bado anaendelea na matibabu. Lakini nilivyoondoka tu ndo nikapata taarifa hiyo. Taarifa ambayo ilikuvunja moyo sana. Na mpaka sasa hivi siamini, kuna muda naona kama ni ndoto. Kwa sababu ilikuwa sio matarajio yangu. Hapo nyuma mimi niliota ndoto usiku wa kuamkia jana. Niliota ndoto kwamba kuna zawadi nyingi ambazo alipewa mtoto. Kwa sasa niliota ndoto kwamba yule mtoto kuna siku nitakuwa naye nikiwa natembea. Asubuhi nilivyoamka nika transform ile image kwenda kwenye AI. Na niliweza kushare kile kitu ambacho nilikiota kwa mtoto. Na mchana nikawa ile picha. Na mchana nikawa na furaha kwa sababu baadhi ya watu walikuwa wanatamani kwenda kumuona mtoto. Kwangu mimi ni furaha kuona mtoto wangu watu wengine wanahitaji kwenda kumuona. Nilisindikizana na mgeni ambaye anaitwa Epiruta. Moja kwa moja tulienda kumuona mtoto, na mtoto alikuwa amechangamka mno. Japo yule mke wa nani alikuwa mke wa Beka Flavor. Ndio. Unaelewa? Bwana, unasema kwamba mtoto alichokuambia madaktari ni kwamba alikuwa na shida kwenye ubongo na maji yalikuwa yanaviria na au anakuwa anashindwa kufia kwenye ubongo. Si ndio kitu kama hicho? Tatizo lake kubwa ni tatizo la genetics. Hilo tatizo la genetics ndio limezaa matatizo mengi, kama taya chini kuwa tofauti na watoto wengine, fuvu lake la kichwa kuwa tofauti na watoto wengine, muundo wa kichwa kwamba alishasema kabisa huyu mtoto hata akipona, niliambiwa kabisa kwamba mtoto hata akipona hawezi kurudi akawa kama watoto wengine. Hawezi kurudi kwa maana ya kimaumbile na kichwa.
ila tu itapungua kwa sababu ya ile pressure ya kichwa, lakini kichwa chake hakitorudi kama watoto wengine, kwa sababu ukiangalia masikio yake hapo chini kulingana na ule uvimbe pembeni ya kichwa. Na kingine ambacho alikuwa anasema hiyo ni shida ya genetics, kwamba matatizo ya genetics huaga ni matatizo ambayo ni ngumu sana kuyazuia, ila wanapunguza ukuaji wake. Ndio. Na sina kuna labda kwenye wewe uliamini kwamba siku moja angepona? Niliamini kwamba Nilsa atapona. Sikuamini siku moja, niliamini kwamba ile hatua aliyofikia kuwa atapona. Ndio. Niliamini kwamba matibabu yake yatakamilika na atarudi atarudi katika afya yake na utimamu, matibabu yake yakifanyika hapa Tanzania. Nilipopeleka hiyo changamoto, ilipopokelewa Moi, kwanza Moi alielekeza Mheshimiwa Rais. Nipende tu kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ametusaidia kwa ukubwa. Sasa sisi familia ambao kipato chetu ni cha chini, kumuguza Nilsa ni gharama. Nilijaribu mwanzo lakini nimeshindwa, lakini Mheshimiwa aliagiza taasisi ya Moi na uongozi wa jiji la Dar es Salaam kumtafuta Nilsa na aweze kupatiwa matibabu, na ndio jambo ambalo limefanyika mpaka sasa hivi. Nilsa amepatiwa matibabu kwa kiasi kikubwa na amehudumiwa vizuri sana. Na kingine niliamini kwa sababu aliongea mganga mkuu wakati Nilsa anapokelewa Moi kwamba changamoto alionayo inaweza kutatuliwa pale pale Moi bila kwenda kwenye hospitali zingine za nchi nyingine. Inawezekana. Ndio. Matibabu yake ya kwanza alitolewa maji kwenye ubongo. Alitolewa maji kwenye ubongo kwa njia ya ETV. Wanasema ni wanatanua mshipa unaopitisha maji kwenye ubongo, kwa sababu mshipa ule unapitisha maji ndio, lakini kwa kiwango kidogo, alafu maji yanayokwama ni kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ndio hivyo. Kitu kingine ambacho kwa Tanzania wanajiuliza baada ya kupokea taarifa ya mtoto kufariki, uvorudi, kwa maana matibabu na gharama zote zimelipiwa na Mheshimiwa Rais, si ndio? Ndio. Na msiba sasa huko Kivule, Dar es Salaam, labda taratibu sasa zikoje? Taratibu zipo hivi, nimetoka hospitali sasa hivi na taratibu zipo kama ifuatavyo. Msiba upo Kivule na siku ya Jumanne ambayo ni tarehe 20 mwezi wa kwanza 2026 mwili utaenda kuchukuliwa pale hospitali ya Muhimbili, na taratibu za kuaga mwili zitafanyika pale pale kanisa la Katoliki hospitali ya Muhimbili, ambao ni majira ya saa 6 mpaka saa 8 kwa ratiba niliyopewa pale kanisani. Na baada ya hapo mwili utasafirishwa kwenda Karatu Arusha kwa ajili ya ibada ya mazishi ambayo itafanyika siku ya Jumatano kanisa la Katoliki parokia ya Mtakatifu Maria wa Rudi. Hebu kwenye parokia usiweke kwanza, tutaianalyze vizuri, sijapata detail ya kule. Kwa msiba utafanyika Karatu, Nilsa atazikwa Karatu siku ya Jumatano siku ya Jumatano tarehe 21 mwezi wa kwanza 2026. Ndio. Wewe ulikuwa mtoto wako wa kwanza? Ndio, ni mtoto wangu wa kwanza Nilsa. Na taarifa za mke wako kujifungua, alifunguliwa kwenye hospitali gani? Ya Amana ya Kivule. Amana ndogo. Ndio. Okay. Hivyo sikia taarifa kwamba amejifungua, alipofika hospitali ndo kapewa taarifa hizo za mtoto alikuwa na changamoto hii. Kidogo nilikuwa kipindi Nilsa anazaliwa ni miezi ambao sisi mafotografa tupo katika wakati mgumu, mwezi wa 8. Ni miezi ambao unakuta tayari upo kwenye ratiba ya watu. Lakini nilipata wasaa kuja kumwangalia nyumbani baada ya siku chache baada ya kujifungua. Nilsa alikuwa mtoto njiti. Alifungua kana miezi 7 mamake. Miezi 8 na wiki 2, kwa alikuwa amebakiza siku 10 kukamilisha mzunguko wa miezi 9. Ndio. Ila au alijifungua akiwa na uzito mdogo. Pia hilo ni sababu kwa watoto njiti, lakini wanamuita premature. Ndio, lakini haikuwa kesi kubwa kwamba asiweze kuishi, kwa sababu kuna watoto wengi ni njiti na wanaishi. Kuna watoto wanazaliwa na miezi 8 na wiki 2 na ni ametimia na wanaishi. Changamoto tu ni kukaa karibu na
wauguzi wetu, kwa sababu ni wataalamu, wanajua zaidi namna ya kukaa na watoto kama wale na wanaishi. Sasa baada hapo ndo akaenda Mloganzila na taratibu zingine mpaka kufikia leo. Kitu gani ambacho unaweza kuambia Watanzania? Maana tangu siku ya kwanza mpaka kufika leo, wakati bado tunaelekea safari ya kwenda kumpumzisha huko Karatu. Kwanza mimi nataka kuwasisitiza wazazi wazidishe tu upendo kwa watoto wao. Hicho ni namba moja. Na pili, sipendi tatizo lililomkuta Nilsa limkute mtoto mwingine yoyote, kwa sababu itamtengenezea mazingira magumu kwenye ukuaji wake. Tatizo kama lile la Nilsa ni tatizo ambalo ni hatarishi sana 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 kwa kizazi chetu. Ni tatizo ambalo hatuombei limpate mtu yoyote. Lilimpata Nilsa na ni hatarishi kwa sababu ni tatizo la genetics, tatizo ambalo lipo ndani ya mifupa. Ndio. Na chances za kuishi kwa watoto kama wale ni ndogo sana. Muda mwingi nilikuwa nikifuatilia watoto wenye kesi za genetics, ni chances zao zinakuwaga ni ndogo sana, sio kwa zile kesi kubwa. Ila kama angekuwa na tatizo tu la kichwa kujaa maji, lilikuwa ni tatizo ambalo linaweza likatibika kwa haraka, kwa sababu watoto wengi wana vichwa vikubwa na wana survive. Ndio. Wanakuja wanakaa sawa. Hiyo ile genetics kuongezeka ndo lilikutisha. Ni genetics, tatizo la vinasaba. Watu wengi wakifuatilia hicho kitu, ni kitu ambacho watu wengi wanashauri kwamba kabla ya mwanamke kupata ujauzito anatakiwa aonane na madaktari kujua hali yake ya kiafya. Je, anaweza kubeba kiumbe hicho? Kwa sababu hii kesi ni kubwa. Nafikiri hapo tuachie wataalamu. Kesi ya genetics ni kubwa. Iko upande wa mwanamke au iko upande wa mwanamume au iko upande zote mbili? Ipo hivi, hii kesi inatokea pande mbili, lakini mara nyingi wana trace back kwenye ukoo. Wanaangalia ukoo kati ya ukoo wa mwanaume au wa kike, lakini huko hatutaki kufika. Sisi tunaamini kwenye biolojia. Tunaamini kwa biolojia na tunaamini kwa Mwenyezi Mungu. Hatupendi kutupa lawama kwa mtu. Umeona, sisi tunaamini kwenye biolojia, madaktari wetu na wanasema nini. Complete anafanya na wewe. Yaani nimejiprint. Asante. Ile kwa umejiprint. Yaani ukiweka ile sura hapa, ukiweka na sura hapa. Yani nimejiprint. Kweli. Mimi naomba nikushukuru. Wanasema kwamba mtoto akifanya na wewe umemaliza kesi. Wanawake wanakuambia hawataki kesi. Yaani iko hivi. Sio hata nisemeje, yani I'm so proud kwa mtoto yoyote. Afanane na yeye, sifanane na yeye, lakini as long as ni mtoto wako, be too proud. Umeona, mambo mengine Mwenyezi Mungu atakubariki mbele. Neno lako kwa Tanzania? Ni washukuru tu wa Tanzania kwa umoja wao wa kusimama na mimi kwa kusema hili linawezekana. Mimi niliamini hili haliwezekani. Ndio maana niliwahi kumbatiza haraka. Wewe uliamini haiwezekani? Maana kiwango ambacho kilikuwa kinahitajika hospitali kilikuwa kikubwa. Alafu na pia hospitali walisema matibabu yao sio ya muda mfupi, ni muda mrefu. Kwa hiyo nikaona kuliko aende kwanza hospitali, bora process za kubatiza ziendelee. Ndio. Okay. Kwa hiyo hoja yako ni kwamba watu wanakupa moyo kwamba inawezekana. Ila wewe moyoni unaona kama vile itawezekana, lakini inanibidi mimi kwa kuangalia wewe kwa uchumi wako na mazingira yako unaona kama itakuwa ni mlima mkubwa. Lakini mwisho wa siku iliwezekana. Lakini ilikuwa tu mipango ya Mwenyezi Mungu, kwa maana engo ya kiuchumi iliwezekana kufanikisha. Hapana, yani ni bidii za Watanzania. Bidii za Watanzania. Bila Watanzania hata Mheshimiwa Rais asingeweza kusikia kilio changu. Nafikiri Watanzania wao kukusanya kama kiasi gani ambacho uliweza kupata kutoka kwa Tanzania? Hata sisi wenyewe 500 tulitoa. Siwezi kutaja. Siwezi kutaja na sintoweza kutaja. Kwa sababu ya kubehave alichokideserve Nilsa. Umenielewa? Ndio. Watanzania kweli wamejitoa. Wamejitoa. Nilsa sio tu kapata kiasi cha pesa kwa ajili ya matibabu. Nilsa alisaidiwa pesa kwa ajili ya kujikimu mambo mbalimbali ya matibabu. Maisha. Singeweza gharama za matibabu hata kama Watanzania zako uende kumshughulikia mtu. Watanzania wametuchangia, lakini gharama ambazo zinaweza kukava matibabu ya Nilsa ilikuwa ni kiasi kikubwa sana cha pesa. Ndio. Shukrani ndugu yangu. Nafikiri tutakutana kwenye siku ya kuaga mwili pale
Muhimbili, tukutana Muhimbili. Kesho hiyo. Ni kesho? Kesho ndio. Basi sawa, shukrani. Mzee wangu amenikaba kwa hapa.